Vita imekuwa kubwa sana mara baada ya Simba kuonesha jezi zao mpya ambazo watazitumia kwenye michezo ya kimataifa, na michezo ambayo inakwenda kuanza kesho, ile ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo hatua ya makundi, baadhi ya michezo inakwenda kuanza kesho na kuendelea. Sasa vita imekuwa kubwa mara baada ya Simba kuonekana kwamba jezi ambazo wameziposti ni jezi zile zile ambazo wanazitumia kwenye ligi kuu, yani hakuna ubunifu mwingine ambao umeongezeka. Cha zaidi ni kwamba kwenye upande wa kulia kuna kama picha fulani vya Simba imewekwa pale, yani logo ya kichwa cha Simba pamoja na logo ya Jairuti, lakini vitu vingine viko sawa. Na mdhamini mbele amebadilishwa kutoka Betway ambaye ndio mdhamini mkuu wa klabu ya Simba, na imewekwa Mo Kola kama ilivyo katika misimu iliyopita ambapo jezi ya Simba kimataifa ilikuwa inadhaminiwa na Mo Enterprises kupitia kinywaji chake cha Mo Kola. Sasa maneno yamekuwa mengi sana, watu wakizungumza kwamba ubunifu umekuwa sifuri na Simba na nini, na watu wakienda mbali wakisema kwamba labda Diadora kwa kuwa ni kampuni kubwa kimataifa huwa hazalishi jezi mara mbili, kwamba akitoa jezi mara moja ametoa jezi. Sasa tuangalie baadhi ya facts kuhusiana na jambo hili ambalo linazungumzwa sana kuhusiana na Diadora. Kwanza tuanze na taratibu za CAF kuhusiana na klabu za Simba na Yanga. Taratibu za CAF katika msimu uliopita, ama kanuni za CAF katika msimu uliopita, ni kwamba timu haziruhusiwi kuvaa jezi ambayo itakuwa ina mdhamini mbele ambaye ni kampuni yoyote ya ubashiri, yani betting. Ndio maana Simba na Yanga zote hazikuwa na mdhamini wao mkuu. Yani msimu uliopita Simba haikuwa na Mbet wala Young Africans haikuwa na SportPesa mbele katika michezo ya kimataifa. Badala yake Young Africans alikuwa na Haya mbele, yani kama mdhamini mkuu, lakini Simba alikuwa na Mo Kola kama mdhamini mkuu mbele ya jezi. Safari hii CAF wamesema of course kila kitu kipo sawa mara baada ya kukaa chini na kupitia baadhi ya kanuni zake. Tunaelewa kwamba mojawapo kati ya makampuni makubwa sana ambayo yanahusika kwenye udhamini wa CAF ni pamoja na kampuni ya ubashiri ambayo ni 1xBet, ambapo kwa miaka mingi sana 1xBet imekuwa ni sehemu ya udhamini wa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, yani CAF Champions League. Kwa hiyo kwa kuwa yeye tayari anahusika na mambo ya betting, maana kuwa alipiga marufuku timu yoyote ambayo itakuwa inadhaminiwa na kampuni ya betting kama yeye, basi isidhamini hiyo timu ili kuepusha tunaita conflict of interest, kwa maana kuwa 1xBet inajitangaza kama kampuni ya betting, lakini pia timu ambayo itakuwa inashiriki kwenye michuano hii itakuwa inatangaza na yenyewe betting, kitu ambacho kwenye upande wa masoko hakitakuwa kitu kizuri, kwa sababu nawagunganisha watu wawili ambao wote wana product moja. Hii ni kuhusiana na CAF, wapo safari hii kitu kama hicho hakuna. Ndio maana ukiangalia jezi za Young Africans ambazo zimetangazwa jana, zenyewe zinamuonesha SportPesa kama mdhamini mkuu, ambapo ataidhamini klabu ya Yanga katika michezo hii ya kimataifa pia. Hapa tuna maana gani? Kwamba SportPesa ataidhamini Young Africans katika michezo ya klabu bingwa barani Afrika na kwenye michezo wa ligi, lakini vile vile hata michezo ile ya FA ama CRDB Confederation tutaona pia jezi za Young Africans zikiwa zina logo ile ile ya SportPesa. Tofauti na upande wa Simba ambapo hawajawahi kutangaza kwamba Mo Kola imeingia udhamini wa kiasi gani na klabu ya Simba, kitu ambacho bado kinawaacha mashabiki wengi wa soka mdomo wazi. Mo Kola hajulikani ameweka shingapi, lakini kwa upande wa Betway tunafahamu kabisa aliweka mzigo wa maana, ambapo siku ya press wakati Betway anajitambulisha kama mdhamini mkuu wa klabu ya Simba, kila kitu kiliwekwa wazi, na tulitarajia kuona mara baada ya shirikisho la mpira barani Afrika CAF kufuta ile issue ya kusema kwamba hawahitaji mdhamini mwenza, kwa maana kuwa tulitarajia kuona klabu kama Simba labda ingeendelea na Betway ambaye aliweka mzigo mrefu, lakini imekuwa tofauti kwamba Betway ameweka mzigo, lakini Mo Kola ndio atakuwa mdhamini wa Simba katika mashindano haya ya kimataifa. Hii ni sababu ya kwanza ambayo tulikuwa tunaizungumzia kuhusiana na conflict of interest kutoka katika kampuni ya 1xBet, ambapo ni wadhamini mojawapo kwenye mashindano ya klabu bingwa pamoja na hizi timu zetu ambazo zinadhaminiwa na makampuni ya ubashiri. Sababu kuu ambayo imefanya mimi nije hapa ni kuzungumzia issue ya jezi. Tuangalie labda mfano wa timu za Ulaya. Ukiangalia labda tuchukulie timu za Ulaya ambazo zinashiriki michuano ya klabu bingwa barani Ulaya ambapo ni UEFA Champions League. Ukiangalia mara nyingi jezi ambazo wanazitumia kwenye ligi
na jezi ambazo wanazitumia kwenye yale mashindano huwa ni zile zile tu na hakuna ambacho kinabadilika. Sasa ikitokea tu kuna baadhi ya logo zitatakiwa kubadilika, basi huwa zinabadilika, lakini huwa jezi ni zile zile tu ambazo huwa zinatumika. Shida ni kwamba utamaduni ambao sisi tumekuwa nao hapa nchini Tanzania katika vilabu vyetu hivi vikubwa vya Simba na Yanga ni kwamba tunataka au tumezoea kuona timu ikitoa jezi mbili, yani jezi ya ligi pamoja na jezi ambayo itakuwa ni ya michezo ya kimataifa, kitu ambacho sio kikubwa sana, kwa sababu huwa inawezekana timu kuwa na jezi ambayo ni hiyo hiyo kabadilisha baadhi ya vitu alafu mambo yakaenda. Shida inakuja kwamba kwa kuwa Young Africans tayari ameshatoa jezi tofauti ambazo zitakuwa ni za michezo ya klabu bingwa barani Afrika, hii inakwenda kuathiri moja kwa moja mauzo ya jezi za Simba, kwa sababu washabiki wengi wa Simba naamini wataenda kununua jezi zile zile za ligi kuu, ambapo zitakuwa ni kama multipurpose. Atavaa kwenye michezo ya ligi kuu pale ambapo anaenda kushabikia timu yake, lakini pia atavaa katika michezo ile ya CAF, kwa sababu hakuna chochote tofauti, ni amebadilika mdhamini pamoja na kwenye bega ambapo kutakuwa kuna logo ya CAF, yani ili kujua kabisa hii jezi ni ya michuano gani, yani kutofautisha jezi ya ligi kuu na jezi ambayo itakuwa inatumika katika michezo ya klabu bingwa barani Afrika. Ila kikubwa ni kwamba tayari Simba inakwenda kuwa affected kwenye mauzo ya jezi, kwa sababu hakuna watu wengi sana ambao wataenda kununua jezi hii, kwa sababu ni jezi zile zile tu. Ni baadhi tu ya watu ambao watakwenda kununua, kwa sababu matarajio na vile ambavyo watu wengi waliamini imekuwa tofauti na hiki ambacho kimetokea.